kwanza inatakiwa vyama wenyewe vijitathmini na uwezo wao walionao, lakini na sheria iliyopo. Je, tukiungana, sheria ipi itatupa nguvu kujenga vyama vyetu? Kwa sababu tunatoka katika uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, na kwa bahati umekwenda vizuri, hatuwezi kusema umekwenda vibaya. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kuzishukuru tume za uchaguzi zote mbili, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ZEC, kwa kufanikisha uchaguzi katika hali ya salama. Kwa mara ya kwanza uchaguzi huu umeweka historia nzuri kwa taifa letu kwa sababu moja kubwa. Mara nyingi toka turudi katika mfumo wa vyama vingi, chaguzi nyingi tunazofanya kama sio zote, kunakuwa na malalamiko, malumbano na hata damu za watu kumwagika kutokana na visingizio vya uchaguzi. Lakini kwa mara ya kwanza tumemaliza uchaguzi Zanzibar, lakini Zanzibar ikiwa salama, ikiwa shwari, pamoja na malalamiko ambayo kuwa yapo kwa baadhi ya vyama. Hiyo ni haki, lakini wote tumekuwa wazalendo kwa kujua thamani ya amani, thamani ya umoja. Hili ni jambo ambalo kuwa ndilo tunalolitafuta siku zote, kwamba tufanye chaguzi zetu, lakini thamani ya amani yetu iwe ni kipaumbele kuliko ushindi uliokuwa unavurugu. Pamoja na mapungufu wakati mwingine yaliyokuwa yakijitokeza katika kampeni zetu, lakini mwisho wa siku tuliweza kutengeneza uchaguzi wa Wazanzibari, uchaguzi wa pamoja. Kampeni, maneno ya kampeni, misukosuko kwenye kampeni na maneno ambayo kuwa wengine waliokuwa wanaona kwamba si maneno mazuri, lakini nashukuru kwamba siku chache kabla ya uchaguzi Mheshimiwa Othman Masoud alitoa kauli nzuri tu kwa wapiga kura wake kwamba twendeni kwenye uchaguzi, tuhakikishe kwamba tunakwenda kupiga kura kwa amani, na kama kutatokea tatizo lolote basi msisite kuwasiliana na viongozi wenu ili kuhakikisha tunamaliza uchaguzi wetu tukiwa na amani na umoja. Kwa kweli hilo lilifanyika, na kwa kweli naweza nikasema Mheshimiwa Othman Masoud alionyesha ukomavu wa kisiasa kinyume na vile tulivyokuwa tukimfikiria. Lakini kwa sababu ni mwanasheria mbobezi, lakini sio mwanasheria tu, kaingia kwenye siasa, lakini akaweza kuingia kwenye mfumo wa siasa mara moja. Na kulikuwa na lugha ilikuwa tunazungumza kwamba mheshimiwa hawezi kuvaa viatu vya maalim, lakini alivaa viatu vya maalim na soksi na koti lake, na kiasi ya kwamba naweza kusema yeye amekwenda mbele zaidi kuliko hata alivyokuwa kwenye uchaguzi ulikuwa ukishirikiana na maalim. Kwa hivyo tunampongeza sana kwa hilo. Mwaka 2008 kulitokea kundi la wazee wa Pemba kudai kujitenga. Mimi ilikuwa ni mratibu wa masuala yale, lakini kubwa lililokuwa linafanyika, fanyeni hivi mtapata serikali ya umoja wa kitaifa, mtatatua migogoro iliyoko Zanzibar. Kwa hiyo kwa sababu jambo hili ni miongoni mwa watu ambao kwa tuliliasisi kupata serikali ya umoja wa kitaifa, kwa hivyo nitaendelea kulipigania liweze kuimarika, kwa sababu ndio mustakabali mwema wa kutupeleka pazuri au kulipeleka pazuri taifa letu la Zanzibar kama tutafata vyanzo tulivyovianzia. Kwa hiyo na wanasihi sana ndugu zangu wa ACT. ACT sisi tunajua ilivyozaliwa, kwa sababu pamoja na yote mimi nimeshapitia kwenye chama cha ACT, na wakati huo
nilikuwa afisa wa mipango na mikakati, lakini kosa walilolifanya CUF kususia kwenye uchaguzi wa marudio liliwagharimu, na leo CUF imekuwa inazungumzwa CUF. Hatutaki ACT iwe hivyo. Tunawaombeni sana kwa nia nzuri sana tu kwamba tulichokipata au ACT walichokipata washukuru, wakipokee, waje kwenye baraza kama wana madai ya aina yoyote. Ni nafasi nzuri ya kudai, kwa sababu haki haidaiwi kwa vurugu. Tumetengenezewa mahakama, lakini unapokwenda mahakamani kutetea haki unatakiwa uwe kimya, uwe na disiplini ambayo unatakiwa ili uzungumze, kwa sababu kwanza inatandikwa amani. Ushatandika amani, tayari mtajadiliana juu ya kupata haki yako. Kwa hivyo kumekuwa na maneno mengi tu. Kwanza nashukuru kwamba viongozi wao walishaanza kuzungumza kwamba wataingia kwenye baraza, na tunashukuru wawakilishi wao wameenda kuapishwa. Tungewaomba, na hasa mwenyekiti Mheshimiwa Othmani ametengeneza jambo zuri, akamilishe uzuri wake alioanza wakati tumemaliza uchaguzi. Naamini akirudi kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na akatekeleza majukumu na madai ambayo kwa yuko nayo, hata sisi tuko tayari kusaidiana naye, vyama vya upinzani, kwamba tunataka mfumo wetu wa serikali ya umoja wa kitaifa ubadilike. Tunataka uchaguzi zetu zibadilike. Namna gani? Au manake kulikuwa na malalamiko mengi tu kuhusu kura ya mapema. Hata kama ni wachache, pelekeni hoja kwenye baraza. Naamini wakati mwingine wachache huwa wanashinda kuliko wengi. Hata mfumo wa vyama vingi huu, wachache walitaka serikali, walitaka mfumo wa vyama vingi, lakini wengi walikataa. Lakini kwa busara za viongozi wetu walisema tuanze kuingia katika mfumo wa vyama vingi, hata kama wanaotaka ni wachache, kuishi katika maisha ya umoja. Na leo tukizungumza maendeleo ya Zanzibar, hatuachi kusifia maendeleo ya miaka 8 ya marehemu Abeid Amani Karume, ambapo kuwa hatukuwa na baraza la wawakilishi, lakini hatukuwa na hata katiba, lakini tulifikia pahala pazuri. Kwa hivyo msingi mkubwa wa maendeleo ni umoja wa kweli na mshikamano. Hizo ni nasaha zangu na wapa watu wa ACT. Lakini ushauri wangu kwa serikali, kwa kweli naweza nikasema wakati mwingine natumia lugha moja kwamba Mama Samia alisema adui sio mpinzani, lakini wakati mwingine adui ni shati la kijani mwenzako. Haya ni maneno yametoka kwa kiongozi mkubwa. Kwa hivyo mnaweza mkaona kwamba haya yanayotokea vurugu na nini labda ni sisi wapinzani, lakini kama ni gari, hebu chukua hichi kioo kidogo uangalie nyuma, usiangalie kioo kikubwa. Inawezekana pia kuna na mashati ya kijani ambayo kuwa hayaridhiki na hivi ambavyo kuwa tunavyofanya kwa maslahi yao, si kwa maslahi ya taifa. Kwa sababu binafsi popote unakuwepo, lakini anapotokea mtu anaongoza kwa maslahi ya taifa, kuna wengine huwa inawauma sana. Kwa hivyo tunaiomba serikali zetu zote mbili